Na hatimaye katika sehemu 22 solo The Mafia Undercover hii hapa. Agata wakati alikuwa akiweza kumwangalia kakake kwa hasira mno. Kozake nje anavuta fegi. Binti kwa ndani. Alisi kuna jambo laweza kutokea Rome. Ndio maana Marco amemchinchia mno. Sasa hajui kwamba ni kitu gani. Che ci fai in piedi? Mbona umeamka? Adesso a Roma. Nini kimetokea Rome? Non so di che parli. Sijajua nini unachoweza kuzungumzia. Niambie ukweli, nini kimetokea? Niente. Hamna kitu. Non è successo niente. Hamna kilichotokea. Vai a dormire che è tardi. Nenda kitandani, muda umekwenda. Marco alikutana mwanamke. Nijibu. È tutto a posto ora. Agata, ni asubuhi. Kumekucha, mzee anamgongea binti yake maana kachelewa kuamka. Agata, huko. Rispondi. Nijibu basi. Agata. Mzee akawa anachungulia. Anashangaa sinki la damu. Agata! Bruno! Che c'è? Baba, kuna nini? Damu. Fungua mlango. Ikabidi kuvunja kuingia ndani. Agata kajikata mshipa mkuu wa damu, ikiwezekana kufa kabisa. Si kuendelea kubaki kwenye hii familia ya kinyama namna hii. Kaka inabidi kuweza kupambana kusaidia maisha
Yuko wapi? Non lo so, Marco. Nini kinaendelea? Sijui. Mzee kaja kamvaa Marco. Nini ulichoweza kukifanya? Nitakuua mwenyewe. Baba. Baba, mwache. Niache. Nilikuamini wewe. Nini ulichoweza kukifanya? Nijibu. Baba, kuwa mpole, dokta anakuja. Signor Corona. Mr. Corona, hali ya binti yangu inaendeleaje? Kidogo kwa sasa sio mbaya, yupo katika hali ya usalama. Lakini kapoteza damu nyingi, kwa hiyo anahitaji kuweza kujipumzisha. Inawezekana kuweza kumwona baada ya masaa kadhaa, unawezekana kuweza kumwona, lakini kwa sasa kuna baadhi ya vitu inabidi tuweze kuvifanyia check up. Na anatakiwa kuweza kujipumzisha. Appena sarà meglio dovrà affrontare. Tunahitaji kuweza kumfanyia therapy. Figlio, non serve nessuno psicologo. Forse non ci siamo capiti. La maggior parte delle persone che si tagliano le vene lo fa in senso orizzontale. Kwa sababu naamini mtu mpaka anapoweza kufikia tu anahitaji kuweza kujua kidogo akili yake haipo sawa. Kwa hiyo lazima aweze kumfanyia check up, kuweza kumwangalia kwamba ataweza kukaa sawa, jua jinsi gani ya kuweza kumjenga ili asije akaweza kujaribu swala la kuhitaji kuweza kujua. Mzee anamwambia daktari, umjui binti yangu? Mimi ndio ninamjua. Vipi baba? Uko salama? No, non ho bisogno di niente. Unahitaji chochote? Hapana, sihitaji kitu. Va, accompagna a casa. Waacha baba nikupeleke nyumbani. Marco, anda gari. Wewe ondoka. Mimi ni mume wake, nitabaki hapa. Alimwangalia akashindwa cha kuweza kufanya kwa Marco. Yeye kaongea ukweli, nyie nendeni, mimi nitabaki. Kwa sababu mimi ni mume wake. Twende baba nikupeleke nyumbani. Corona anahisi kwamba Marco ndo sababu. Felici, umesikia nini kilichoweza kutokea kwa binti wa Antonio? Che cosa avresti sentito? Nini kimetokea? La madre. Huyu binti alikuwa anataka kuweza kujua kama mama yake. Nisikilize kwa makini ndugu yangu. Fatti cazzi tuoi. Fata mambo yako kama unahitaji kuweza kurudi nyumbani kwako leo usiku. Achana na mambo ya watu. Eti kwamba alikuwa anataka kuweza kujua kama mama yake. Yaani kwamba mama yake na Agatha alijiua. Che cazzo vuoi ancora? Nini ambacho unakihitaji tena? Maisha matamu sana Felice. Tano akiwa na mwenzake walikuja kumkamata. Sijui anampeleka wapi. Mzee Harare haelewi kitu. Ana hasira na kifo cha mwanae Santo. Buonasera Felice. Habari za jioni Felice. Avete fatto? Umemuua mwanangu kama mbwa. Kuwa mpole. Usiongee upumbavu. Mwachilieni. Hana shida naye. Cosa volete da me? Unahitaji nini kutoka kwangu? Tuo figlio venne da me. Mwanao kabla hajafa alikuja kwangu. E mi disse che aveva dubbi. Aliniambia kuna mtu mmoja ambaye ana mashaka naye. Nilikuwa na wasiwasi ila sikuweza kumsikiliza, nikaona mambo yote yamekwisha. Aveva ragione. Nafikiri Santo alikuwa sahihi kabisa. Io ti aiuterò a trovare. Nitakusaidia kuweza kumtafuta muuaji wa mwanao, lakini naye pia inabidi uweze kufanya kitu kwa ajili yangu. Unakumbuka Tano aliweza kumwambia kama ni mzigo? Huo mzigo ni lini unaweza kuingia? Yeye anasema kwamba kuna 5 toni za madawa kulevya zitaingia. Lakini hakujua kwamba ni lini utaweza kuingia. Ila anajua kwamba kuna mzigo wa madawa unaingia, kwa hiyo upate wao kwanza kabla ya corona ili kuweza kupata mazungumzo na upeleke mzigo Amerika. Io speravo che fosse diverso da vostra madre. Natumai kabisa kwamba atakuwa mkakamavu kama mama yake. Nimemlelea huyu mtoto, nimempa kila kitu. E che cosa ho ottenuto? Lakini sijapata kitu sasa. Non dite così, pa. Usiongee hivyo baba. Che è successo a Roma? Rome nini kimeweza kutokea? Col turco? Kuhusiana na Turk, anaambia hapana. Marco. Kuhusiana na Marco, nini kimetokea? Niente. Hamna kitu. Sicuro? Una uhakika? C'è qualcosa che non mi hai detto? Kuna kitu ambacho hujaweza kuniambia mimi? Io non t'ho mai nascosto. Sijaifichaga kitu chochote kwako. Chi è a quest'ora? Nani anayepiga sasa? Chiesi. Nadhani nimemwona. Amico mio, Ndio rafiki yangu. noi Ndio tuko tayari. siamo pronti.
valori sono no? Hey, Binti naye ndo anarejesha fahamu sasa. come stai? Unaendeleaje? Nasikia njaa. Ti vado a prendere qualcosa. Wacha nikulete chakula. Hapana, subiri. Njoo hapa. Perdonami. Naomba unisamehe. No, lascia stare. Hapana Gata. Hilo tutalizungumzia baadaye utakapoweza kuwa salama. Naambia hapana, nahitaji kuzungumza sasa. Ni kosa langu. Io non volevo causare tutto questo. Sikuhitaji kuweza kusababisha maumivu tena. Dire certe cose. Si kosa lako Gata, labda niseme ni la kwangu mimi. Hujafanya kitu. I risultati delle analisi sono confortanti. Presto sarà. Majibu nafikiri ataweza kutoka muda si mrefu na utaruhusiwa hapa. Emerge da quelle analisi. Kila kitu kinaonekana babu kubwa, zile homoni zote ambazo ni muhimu pia ziko freshi, lakini kwa kuambia tu Agata wewe ni mjamzito. Ndivyo daktari aliweza kumwambia kwamba Agata ni mjamzito, mimba ya Marco. Kazi ipo. Sasa kwenye junkyard huko. Hii ni ile gari ya Santo ambaye alipata na ajali. Kwa hiyo kuna maelezo kidogo yalikuwa kiweza kuchukuliwa hapa. Na Tano alikuwepo hapa. Tano Spallone. Che mi dice della macchina di Vipi kuhusiana na gari ya Santo? Imeharibika vibaya mno. Lakini upande wa kushoto kuna rangi ambaye ni ya mikwaruzo tofauti. Rangi gani? Ni light color. Quello che pensavo anch'io. Kwa hiyo nataka kuweza kuniambia kwamba kuna gari nyingine iliweza kumgonga kwa pembeni. Si ajali ya kawaida. Ndivyo ninavyoweza kufikiri. Grazie. Alilipwa pesa yake, kwa maelezo aliweza kuwatoa kwa Tano. Kwa hiyo uchunguzi unaanza kuchunguzwa mzee, kwamba hii gari haikupata ajali yenyewe. Kuna michirizi ya rangi pembeni upande wa kushoto kwenye ile gari, kwamba iligongwa. Ni ajali iliyoweza kusababishwa, sio ajali ya kawaida. Vicenzo ndo alikuwa akiweza kufuatilia hili swala, na ndio maana hiyo gari jamaa kwa itumii kwa sasa. Kaipaki ile pale. Wakati anarudi Bruno huyo hapa. Vipi, umetokea hospitali?
Tua sorella non vuole attorno a nessuno. Dada yako hahitaji kuweza kuonana na mtu yeyote. Mia sorella è pazza. Ndiyo ni kichaa lakini bado ni mkakamavu na atapona. Mio padre che mi preoccupa. Nilikuwa na hofu sana kuhusiana na baba yangu. Sono io che ti ho portato a casa. Nimekuleta wewe katika familia yetu. Che per me che Na ulikula kiapo. se non ti comporti bene ne rispondo io. Kwa hiyo ukifanya makosa yote ni lazima mimi niweze kujumuika nayo. A mio padre non ho detto niente. Sijaweza kumwambia baba yangu nini kilichoweza kutokea kati yetu sisi wawili. Tanto ormai è risolto. Issue tayari imeshaweza kuisha. Sawa? Giusto. Ni sawa kabisa. Tatizo limemalizwa. Tukutane katika sehemu 23. Sina la ziada katika sehemu 22. Wanaita solo with the king kama kawaida. Bye bye.